Citizen. Na mtazamaji, hulka na silka ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki imebadilika pakubwa kutoka kuwa msomi mpole hadi kuwa mwanasiasa mwenye hima. Ni mabadiliko ambayo yanakisiwa na wadadisi wa siasa kama yanayostahiki wadhifa wake kama naibu rais. Wanahistoria wa masuala ya urais wanahoji kuwa naibu rais hana budi kuwa mwaminifu na wa kutegemewa na rais. Brenda Wanga anaangazia mabadiliko ya haiba ya Profesa Kindiki tangu awe naibu rais. Kumsikia Profesa Kithure Kindiki akisema maneno kama hayo haingeingia kwenye fikra awali. Profesa huyu wa sheria hakuwa na mazoea ya kupaza sauti wala kunguruma. Alifahamika kama mnyamavu, mtulivu na mtu aliyemakinika. Ila katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Mbeere North, Kindiki alikaza koo vilivyo. Wewe Goliathi, wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi. Ukiendelea kunitusi, wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. Wewe nitakuweka aibu. Nitakuweka aibu. Katika eneo bunge la Mbeere North, Profesa Kindiki alipigana jino na ukucha. Wewe. Ni kinyang'anyiro kilichokuwa na ushindani mkubwa ambao ulikuwa wa kupimana nguvu kisiasa kati yake na mtangulizi wake Rigathi Gachagua. Kupoteza kiti hicho kungemaanisha aliyempigia goti Gachagua ambaye amekuwa akimdunisha kisiasa tangu kuondoka ofisini. Mimi nilitangazia nyinyi tumefungua hoteli ya Kasongo na Soprano na Ruku. Kindiki alijaribu kudhihirisha kuwa sauti yake ilikuwa na kishindo. Fire si fire. Ni noma si noma. Ni two term. Nyota ya Kindiki iling'aa zaidi wakati wa kesi dhidi ya rais mstaafu Kenyatta na aliyekuwa naibu wake William Ruto katika mahakama ya ICC kama wakili wa utetezi wa Ruto. Baada ya hapo, Kindiki alikaa karibu na joto la uongozi wa Kenyatta na Ruto. Lakini uhusiano kati ya wawili hao uliposambaratika, Kindiki alitimuliwa kama naibu spika wa Seneti. Ni hapo ambapo Kindiki alipobadilika kabisa kutoka kuwa unyamavu hadi kuanza kupaaza sauti kwenye kumbi za kitaifa. Mr. Speaker, as they were enjoying, as they were making merry, as the deep state was celebrating, as the system was celebrating, suddenly, and I say suddenly, there is going to be a war in this country. There is going to be a writing on the wall. Many, Tekel and Parisi. Profesa Kindiki alisalia mwaminifu na kuweka nguvu zake zote kuendeleza ruwaza ya Ruto kiasi cha kuwa ajenti wake mkuu wakati wa uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Kindiki alikuwa macho na masikio ya Ruto katika ukumbi wa Bomas. Kinyume na matarajio ya wengi, Profesa Kindiki alinyakua wadhifa wa waziri wa usalama Rais Ruto alipotangaza baraza lake la kwanza la mawaziri. Wadhifa huo umekuwa ukitengewa wandani watiifu na wa kuaminika kama alivyo Kindiki ambaye aliweka kando kofia la uwakili na kuvaa magwanda ya vita. 281. Kisha Rigathi Gachagua akatimuliwa na nyota ya Kindiki ya kisiasa ikang'aa hata zaidi. Kithure Kindiki hakuchelewa kuonyesha ushawishi na nguvu zake kama naibu rais na hata kufanikisha kuteuliwa kwa waziri kutoka kijijini mwake. Unaniambia hapa sasa wewe si mbunge tena. Wewe ni waziri. Hiyo mambo umeniambia tunaenda kusukuma na wewe. Wewe si mbunge wa kusema serikali ni wewe. Kwa serikali ni nani tena? Ni katika uchaguzi mdogo wa Mbeere North ambapo tofauti ya Kindiki wa zamani na wa sasa ilipojidhihirisha. Akiongoza kundi la viongozi wa UDA, Kindiki alitikisa ngome hiyo ya kisiasa na kuwarushia mahasimu vijembe, kinyume na awali ambapo ngao yake ilikuwa kutaja vipengee vya katiba. Bumper to bumper, face to face, man to man, head to head. Profesa Kithure Kindiki ameweka chaki chini na sasa ana fimbo ya siasa. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.
Na bila shaka Profesa Kithure Kindiki angekuwa hapa labda angekuambia nipasheni fire si fire. Lakini vile hayupo, tuendelee na taarifa zetu ambapo